Haya yote yamefanywa na mamako mzazi. Alitaka kukutoa kikoa. Binadamu wabaya. Binadamu wabaya. Si wewe. Nakuja. Unadhani ni sawa kukaa kwenye chumba cha maiti? Tena unajiliza ujinga? Toka nje. Toka! Mama. Nakuja. Wewe, mbona nakupigia simu alafu simu zangu upokei tena, ukaamua kuzima simu yako tu kwa makusudi? Unajua ni nini nilikuwa nataka kukuambia? Samahani mama, simu yangu imezima chaji. Asa, mbona hapatikani? Ngoja. Hivi huyu ana shida gani?
Sasa naomba unisikilize kwa umakini sana. Haya yaliyotokea hapa, tafadhali naomba usifanye kitu chochote kibaya kwa mama yako. Kwa kawaida wachawi huwa wanatafuta nuru ya kung'arisha uchawi wao kupitia kwa watu wanaowapenda. Sasa kinachotakiwa ufanye, nenda moja kwa moja kwa mume wako, usipite kwa mama yako. Na usifanye chochote kibaya kutoka kwa mama yako. Nenda kamwambia mumeo, kamhadisie vizuri yote yaliyotokea, lakini msii naye awe mtulivu kwa kipindi hiki. Fanyeni kama kijatokea kitu. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Vizuri. Safari njema. Enieni. Mama. Enieni. Mama. Binadamu wabaya. Nakuja. Gumenye tano. Njia zangu haziambatani na njia za wachawi. Kwa nini unataka kumla nyama mtoto asiyekuwa na hatia?
Mrudishe huyo mtoto nyumbani haraka kabla sijakufanya kitu kibaya. Mama. 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 Suzi. 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 Kaka, haki ya Mungu nimemwona mama. Mama nimemwona chumbani kaka, mama yuko hai. Ameniambia hajafa. Sikia Sandra. Yaani hizo ni silka za uoga tu. Halafu hizo zinawezekana zikawa ni ndoto tu za Alinacha. Kwa hiyo acha kumfikiria sana mama. Umesikia? Ndoto? Unasema ndoto? Kaka, nimemwona mama, haki ya Mungu. Nimemshuhudia kwa macho yangu mama huyu hapa. Dhahiri shahiri yule ni mama kaka. Ni mama. Sikia Sandra. Unajua Sandra, akili yako kwa sasa haiko sawa. Kwa hiyo naomba ukalale. Wapi? Mimi chumbani. Nisiendi kaka. Yaani mimi nitabaki hapa. Mimi siendi. Acha kulia basi. Kulia. Acha kumfikiria sana mama, sawa? Kila kitu kitakuwa sawa. Haya, kaa hapo. Tukae wote, sawa? Vipi mama? Umeshamfanyia tambiko?
Amka, kumekucha sasa. Hebu nisikilize vizuri tena, unisikilize kwa makini na unielewe. Utakiwi kutoka hapa ndani na hakuna kwenda kokote kule. Hii ni sheria ya tambiko la mtoto. Mama, mimi naona kwa kuwa nimefika, ni heri ningeenda tu msibani nikaungane na mume wangu kwenye mazishi. We! Tena ujinga huo ndio sitaki kusikia. Hutakiwi kwenda huko ili uniongezee shida mimi, ukaniongezea matatizo zaidi kwa mjukuu wangu. Sitaki shida mimi, umesikia? Sitaki shida kwa mjukuu wangu. Ala. Hutakiwi kupokea simu tena, hutakiwi kupokea simu wala kupiga simu ya mtu yoyote, hata kama huyo mume wako. Si unanielewa vizuri hapo? Hapo utakuwa unitendei haki. Pengine anataka kujua maendeleo ya familia yake, na unajua kabisa simu yangu ilizima. Tafadhali mama, naomba niongee na mume wangu. Mpumbavu na nusu wewe. Nimekupiga hilo kofi ili kukuchangamsha akili yako ing'amue mambo. Nimekuambia sitaki kumpokelea mtu yoyote simu wala kupiga simu wala wewe kwenda huko msibani. Sitaki balaa mimi. Si unanielewa? Sasa ole wako. Utoke humu ndani na uende kinyume na haya maneno yangu. Utanitambua mimi nani na nilikaaje siku na kuzaa wewe mbwa. Mama. 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 Ila kifo kina fumbo kubwa sana. Ni jana tu alipita nyumbani kwangu. Samahani sana kiongozi wangu. Kwani kumetokea nini hapa? Nilo, mzee Pashambe amefariki usiku wa jana kuamkia leo. Vipi kijana? Kwema? Ya, ndio. Alitaka kunipeleka sehemu leo, lakini niliongea naye jana akiwa na buheri wa afya. Asante. Nilo, mbele yake nyuma yetu, sote njia moja kaka. Alikuwa ni mtu muhimu sana kwa upande wangu, lakini
alipotaka kunipeleka ndo kwenye hatima ya msaada wangu. Mlitaka kwenda wapi? Alitaka kunipeleka kwa mzee Tano. Nakuja mama, mtibu nakuja.